watu wa hapa Kitui, katika orodha yetu ama statistics yetu, watu wa Kitui ambao mumejiandikisha kwa SHA ni watu 405,000. Watu 405,000 wamejisajili kwa watu 1,100,000, kumaanisha 36% ya watu wa Kitui wamejiandikisha. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kitui, kujiandikisha ni bure. Wewe ujiandikishe. Ukijiandikisha itatusaidia kujua madawa ambayo inahitajika ni kiasi gani, wauguzi ni kiasi gani, equipment ya kutumia katika matibabu ni kiasi gani, na vile vile tumeweka pesa ya serikali kusema kila mwananchi, wewe mtu ya Kitui, ukienda kwa hospitali na umejiandikisha kwa SHA, utoe evidence yako kwamba umejiandikisha kwa SHA, utatibiwa, utadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, ama upatiwe dawa kama ni kupatiwa dawa, na serikali ya Kenya itakulipia, usilipe chochote. Na kama kuna hospitali inalipisha wananchi, mimi nataka wananchi wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu gharama ya hospitali, tumeweka pesa ya serikali ya kulipia gharama ya hospitali kwa Wakenya wote. Kitui mnanielewa? Kitui mnanielewa? Mimi vile vile nataka nitangaze nikiwa hapa Kitui leo kwamba katika mpango wetu wa kupanga ajira na usaidizi wa vijana wa Kenya, tukishirikiana na benki ya kimataifa ama World Bank, tuko na pesa shilingi bilioni 20 ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na katika hiyo mpango tunataka vijana 800,000 ili tuwajumuishe katika mipango tofauti tofauti. Tumewaambia vijana wa Kenya wajiandikishe pale katika mtandao *254#. Hapo ujiandikishe, utakuta mahali imeandikwa hapo nyota, uingie hapo ndani ujiandikishe. Number 1, kama wewe ni kijana, haujaenda shule, hauna kosi yeyote umefanya, tunatafuta vijana 90,000 ya kuwapeleka katika courses tofauti tofauti kwa gharama ya serikali ya Kenya. Hautalipa chochote, lakini tutakupeleka college na utapata vile unaweza kujisimamia ukiwa sasa umepata course ama umepata ufundi wa aina tofauti tofauti. Ya pili, tunatafuta pia vijana wale ambao mnafanya kazi, mko na skill, wewe ni fundi lakini hauna makaratasi ya kutambua ya kwamba wewe ni fundi. Pia tuko na mpango ambayo inaitwa recognition of prior learning, ili wewe ambaye uko na ujuzi, uko na ufundi tayari, uko na skill tayari, tukusaidie, tukufanyie recognition of prior learning ili ukuwe na certificate. Wakati unaenda mahali unaenda kutafuta kazi, sasa utakuwa na stakabadhi ya kujua ya kwamba wewe ni fundi wa aina hii ama aina nyingine. Ya tatu, pia tunatafuta vijana wenye biashara ndogo ndogo. Kama wewe ni kijana wa miaka 19 ama kati ya miaka 19 na 29, tunatafuta vijana 1,100 tutakao wapatia kila mmoja wao 50,000 kuendesha biashara zao. Vijana mko, munisikize vizuri. Ijumaa, Friday 24th, hii inakuja, leo ni Monday,
unahesabu Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Katika kila constituency tunafanya verification ya vijana ambao wako na biashara ili tuwasaidie na pesa muweze kuinua biashara zenu ili mchangie katika kuzalisha uchumi wa Kenya. Ndio sote tuungane tufukuze umaskini katika taifa letu la Kenya. So on Friday there will be verification in every constituency in Kenya. The 290 constituencies, there will be verification of the young people who will then benefit from resources that will help them grow their businesses. And I am asking that in this verification, we are looking for 100,000 young people so that we can give each one of them 50,000 shillings for them to enhance their businesses wherever they will be. And I want to ask all leaders, viongozi wetu, magavana, wabunge, MCAs, tusaidiane ili vijana ambao wanafaa kupatiwa hizi pesa tuwatambulishe, ndio tuinue hali ya uchumi ya vijana wetu wakati tunazidi na kupanga vile vijana wetu wote watajumuika aidha kwa biashara ama kwa kazi, ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele.